Katika diplomasia za kimataifa, uhusiano kati ya viongozi ni muhimu, lakini mara nyingi hujaa misuguano. Wiki hii matamshi makali yametolewa na rais wa Marekani Donald Trump akimwelezea waziwazi waziri mkuu wa Israeli Benjamin Bibi Netanyahu kama kiongozi mgumu kushughulika naye. Trump anayejulikana kwa lugha yake ya moja kwa moja ameweka wazi kwamba licha ya ushirikiano wao wa zamani, aliona mazungumzo na Benjamin Bibi Netanyahu kuwa yeye changamoto kubwa. Hata hivyo, Bibi Netanyahu akijibu moja kwa moja kauli hizo, amesisitiza kwamba ugumu huo unatokana na kipaumbele chake cha kwanza, kulinda maslahi ya taifa lake. Ninasema wazi, nina ugatigeti mkubwa sana linapokuja suala zima la mustakabali wa nchi yangu. Kazi yangu ya msingi ni kuhakikisha usalama na uhai wa Israeli. Kama hii inanifanya kuwa mgumu kushughulika naye, basi ndivyo itakavyokuwa. Ulinzi wa nchi yetu hauwezi kuwekwa mezani kwa mazungumzo mepesi zaidi. Matamshi haya yanaonyesha mwelekeo wa uhusiano wa sasa, ambapo Netanyahu anatazamwa na baadhi ya washirika wake wa zamani kama kiongozi anayeshikilia misimamo yake kwa nguvu isiyokuwa na mwisho. Netanyahu alitumia fursa hii kuunganisha misimamo yake thabiti na historia ndefu ya mateso ambayo waliokumbana nayo watu wa Kiyahudi. Alirejea matukio ya kihistoria ya kusikitisha ambayo yakitaja kama pogroms, explosions na mass murder, yaani mauaji ya halaiki. Pogroms ni mashambulizi ya ghafla na ya kikatili dhidi ya jamii ya Kiyahudi, lakini expulsion ni kufukuzwa kwa nguvu kutokea katika nchi ambazo walizozaliwa, na mass murder ni uharibifu unaojulikana kama Holocaust. Kiongozi huyu ambaye alisema uzoefu huu wa kihistoria ndio chachu inaonyesha ugumu wake na msimamo wake kwa sasa. Israeli haiwezi kuruhusu historia kujirudia. Katika hitimisho lake, ndugu Bibi Netanyahu alitoa kauli muhimu iliyopata uungwaji mkono wa kihistoria. Alikumbuka ulimwengu kuhusu ahadi iliyotolewa baada ya mauaji ya Holocaust, never again, yaani kamwe tena, haiwezi kujirudia. Tuliambiwa na ulimwengu uliahidi kamwe tena. Imani yetu katika maneno haya inategemea uwezo wetu wa kujilinda. Nchi ya Israeli ipo kama bima dhidi ya mateso hayo kurudi tena. Ndio maana nitakuwa mgumu, ndio maana nitaendelea kwa imara. Hatutakubali kupangiwa mustakabali wetu na mtu yeyote yule, kwani tunaelewa gharama ya kutokujilinda. Maneno haya yanathibitisha kwamba msimamo wa Bibi Netanyahu hauwezi kutengwa na mazingira ya kisiasa ya sasa. Anaona ugumu wake kwa dhamana ya kihistoria ya uhai wa taifa lake. Kama Bibi ataendelea kutazamwa kama kiongozi mgumu kushughulika naye, inabakia kuonekana jinsi gani uhusiano wake na viongozi wengine wa dunia ikiwemo Marekani utakavyoendelea. Lakini kwa sasa Netanyahu ameweka wazi kipaumbele chake. Lugha ya kidiplomasia inaweza kubadilika, lakini ulinzi wa nchi yake utaendelea kuwa thabiti siku zote.